hapa Simba hivi sasa ndani ya muda mfupi wameimarika sana katika kubadilisha nafasi kuwa mabao, au pengine mbinu za kocha Steve Barker ambaye katika kuwezesha wachezaji wake wafike zaidi eneo la mwisho, wafanye majaribio kwa uhakika. Miongoni mwa wale ambao anaonekana akiyafanya ni kuwa kwenye kikosi chake huwa anaanza na mshambuliaji bandia ambaye mara nyingi huwa ni Elie Mpanzu Kibisawala, halafu katika kipindi cha pili anamuingiza mshambuliaji wa kiasili ambaye ni Selemani Mwalimu Gomez, na baada ya hapo Simba mambo yanakuwa mswano, mambo safi. Ndio hivi sasa wekundu na Msimbazi Simba, miongoni mwa changamoto ambazo zilikuwa zikionekana sana kwenye ligi kuu Tanzania bara ni juu ya uwezo wao wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Ni kwa sababu mpaka sasa baada ya kila timu kuwa zimecheza mechi 23 Simba wakiwamo, Simba ndio vinara kwa kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga. Ligi nzima Simba wanashika nafasi ya kwanza kwa kufanya attempts, kufanya majaribio, ambapo wameshapiga mashuti. Simba ni vinara, wameshapiga mashuti ambayo ndio majaribio yenyewe, mashuti 227, na kati ya hayo mashuti 105 yamelenga shabaha, halafu wamefunga mabao 42. Sasa hapa ndipo tatizo lilipo kwa Simba, kwamba hawajitendei haki wenyewe, kwa sababu mabao 42 kwa kupiga mashuti 227 maana yake ni nini? 42 chini mashuti 227 zidisha kwa 100, hapa utapata kitu kinaitwa goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Na ndio hapo unaona Simba hawajitendei haki vya kutosha, kwa sababu ukizidisha vizuri hapa unapata around 19%. Huu ndio uwezo wa Simba kubadilisha nafasi kuwa mabao ambao ni wa juu, lakini kwa standard, kwa viwango vya Simba na viwango vya mtani wake wa jadi Yanga ambaye ndiye anaongoza ligi kuu Tanzania bara akiwa na mabao mengi zaidi, mabao 52 kulinganisha na wao, utaona kwamba hawajitendei haki. Ni kwa sababu gani? Msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara Simba walimaliza mechi 30 wakiwa wamepiga mashuti 320, na kati ya hayo mashuti 183 yalilenga shabaha. Simba wakamaliza ligi wakiwa na mabao 69. Sasa mabao 69 kutokana na jitihada hizi za kupiga mashuti 320, manake ukizidisha kwa 100 unagundua hapa goal conversion rate ilikuwa ni around 22%. Kwa lugha nyingine, Simba hii imepungua 3% juu ya uwezo wake wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Lau kama Simba kiwango hiki cha 22% wangekiendeleza kwa msimu huu, kwa sababu wanafika sana eneo la mwisho, wanatengeneza nafasi nyingi, wanapiga mashuti mengi, basi 22% kwenye mashuti 227, hivi sasa Simba walau wangekuwa na 50 goals. Ndio, lakini badala yake wana mabao 42 ambayo yamewafanya wawe mabao 8 pungufu ya walivyopaswa kuwa. Watani wa jadi Yanga kwa mfano hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara, wao Yanga katika upigaji mashuti wanashika nafasi ya pili. Yanga wameshapiga mashuti 196 baada ya mechi hizi 23. Na katika hapo ndipo wamefunga mabao 52. Sasa 52 katika mashuti 196 ukizidisha kwa 100 unapata Yanga goal conversion rate ni around 27%. Kwa hiyo wao Simba wako chini kulinganisha na mtani wao jadi Yanga ambaye ndiye yuko kileleni, anaongoza kwa point 54, wao Simba 52, anaongoza kwa mabao ya kufunga ambayo ni mabao 52, wao Simba mabao 42, lakini ni Simba ndio wanaotenza nafasi nyingi na kufika mara nyingi zaidi, na ndio maana unaona tofauti. Yanga wamefanya attempts 196, Simba wamefanya attempts 227. Sasa huu ni wastani katika ligi kuu Tanzania bara baada ya mechi 23. Lakini ukiangalia Simba katika mechi mbili zilizopita, mechi ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara ambayo ilikuwa ni mechi 23 dhidi ya Mashujaa pale kwenye uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Kigoma, halafu na mechi ya kombe la shirikisho, mechi kali dhidi ya timu ngumu ya TRA United kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, utaona kana kwamba ama kocha Steve Barker ameshapata suluhisho la nini cha kufanya, au labda kuna motivation, kuna hamasa iliyowekwa kutokana na Mo Dewji kufanya mazungumzo nao, na taarifa nyingine zinasema amewaikia dau mezani kwamba kuongezea hamasa ili wafanye vizuri kuelekea mwishoni mwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara, mwishoni mwa msimu wa 2025-26 katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB na mechi nyingine mbalimbali. Ni kwa sababu gani? Katika mechi hizi mbili ambazo Simba wamecheza dhidi ya Mashujaa, mechi ya 23 kama nilivyotoka kueleza,
ya ligi kuu Tanzania bara na mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho benki ya CRDB dhidi ya TRA United, Simba wamebehave, wameonyesha tabia tofauti sana katika eneo la mwisho kwenye kushambulia. Ndio, bado wao wameendelea kuwa dominant katika mechi zote mbili. Bado walilazimisha wapinzani wao wabaki nyuma kwenye maeneo yao, mpira uchezwe zaidi katika nusu ya pili ya uwanja, huku wao wakiendelea kwa salama. Mechi mbili hizi Simba waliondoka na clean sheets. Mechi dhidi ya Mashujaa pale Kigoma, Mashujaa ambao walikuwa na rekodi ya kutopoteza mchezo katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu kwenye uwanja wao, Simba walikwenda na kushinda kwa mabao 3-0. Lakini mechi dhidi ya TRA United, timu ambayo ina wasifu wa kutisha msimu huu, ikiwa katika ligi kuu Tanzania bara imeshawahi kuisimamisha Simba kwa suluhu kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha, ingawa kwenye mzunguko wa kwanza ilifungwa 3-0. Ni timu ambayo ilishaisimamisha Yanga kwa suluhu kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, huku Yanga dakika 90 wakiwa hawajapiga shuti lolote la kulenga shabaha. Ni timu ambayo hivi karibuni imetoka kuifunga Azam 4-1. Hivi karibuni timu hiyo imetoka kuifunga Singida Black Stars 2-0. Kwa hiyo wako kwenye kiwango bora, lakini wakicheza na Simba katika mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho la benki CRDB, Simba ikashinda 4-0. Kwa lugha nyingine, hizi mechi mbili Simba imefunga mabao 7, haijaruhusu bao. Sasa wakati inapata mabao yote hayo, wakati inapata ushindi huo mnono uliowapeleka hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho atakapocheza dhidi ya Coastal Union, lakini pia ikiwezesha kupunguza gap, tofauti ya pointi baina yao na vinara wa ligi Yanga kutoka pointi 5 zilizokuwa awali, sasa zimebaki pointi 2 kutokana na ushindi dhidi ya Mashujaa. Simba walionyesha kuimarika mno katika kubadilisha nafasi kuwa mabao. Iko hivi: umiliki wa mpira dhidi ya Mashujaa, Simba possession ikiwa ugenini dhidi ya Mashujaa ilimiliki mpira kwa 64% umiliki wa mpira. Lakini mechi dhidi ya TRA United, Simba ilimiliki mpira kwa 60%. Kwa hiyo bado kwenye umiliki wa mpira superb, na hili halishangazi. Simba mechi zao nyingi katika ligi kuu Tanzania bara, wao huwa ndio wanabosi mchezo, wanakuwa dominant muda wote, wanamiliki zaidi na kufika sana kwa wapinzani. Lakini katika mechi zote hizi mbili ninalotaka kuzungumzia ni juu ya mashuti shots, na alafu yamebadilishwa vipi kuwa mabao. Mechi dhidi ya Mashujaa, Simba ikiwa ugenini ilipiga mashuti 9, halafu kati ya hayo 3 yalilenga shabaha. Wao walipigiwa mashuti 5, kati ya hayo 1 yalilenga shabaha. Halafu Simba wakashinda mabao 3-0. Lakini mechi dhidi ya TRA United, Simba mashuti dhidi ya TRA United shots, mechi nzima Simba ilipiga mashuti 7, kati ya hayo 5 yalilenga shabaha. Halafu TRA United akina Chobwedo walipiga mashuti 4, 2 yalilenga shabaha. Matokeo yakawa Simba 4, TRA United 0. Sasa ukiangalia vizuri hapa kwa kujumlisha, utaona Simba kwa ujumla imepiga mashuti katika mechi hizi mbili mashuti 16, kwa maana ya 7 na haya 9. Halafu ya kulenga shabaha ni mashuti 8, 3 na 5. Halafu yenyewe imepigiwa mashuti 9, yaliolenga shabaha ni 2 ongeza 1, mashuti 3. Halafu ikafunga mabao 7, haikuruhusu bao. Hapa pana kitu kinaitwa shooting accuracy, kupiga mashuti kwa usahihi. Simba imeimprove kwa 50%. Ndiyo maana mashuti 8 kati ya 16 yaliolenga shabaha. Lakini hilo halitoshi. Kubwa zaidi ni hili sasa, ambalo ndio tunakuja kwenye mada yetu, kwamba Simba mashuti 16 imefunga mabao 7 katika 16, ukizidisha kwa 100 hapa utapata goal conversion rate, ile uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao wa kufikia kiasi cha around 44%. Yes, around 44%, kwa maana ya mashuti 16 tu walihitaji kufunga mabao 7. Huku ni kuimprove kwa hali ya juu mno, ni kuimarika kwa hali ya juu mno, kuzingatia mwenendo wao katika ligi kuu Tanzania bara, kama nilivyotoka kuonyesha kwamba hawajitendei haki katika kubadilisha nafasi wanazojitengenezea kuwa mabao. Sasa kwenye 44% kwa mfano, hii ni ya mechi mbili tu, dhidi ya TRA, dhidi ya Mashujaa, ambazo point to note, nimechanganya mechi ya ligi kuu na mechi ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kwa sababu wahusika wapinzani waliocheza nao wote wapo katika ligi kuu Tanzania bara, wote ni miongoni mwa timu bora sana katika ligi kuu Tanzania bara, ukiondoa Simba wenyewe, Yanga, Azam na Singida Black Stars. Mashujaa
na TRA United wana mambo mengi mazuri kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Sasa Simba katika mechi hizo imefanya hivi. Huu uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, lau kama ungekuwa wameuonyesha pia katika ligi kuu Tanzania bara katika yale mashuti 227 waliopiga, ingelikuwa kwa asilimia hizi 44 za goal conversion rate katika mashuti 227, Simba hivi sasa wangekuwa na mabao walau mabao 100. Nadhani naeleweka vizuri. 100 goals, endapo tu hiki walichokionyesha katika mechi mbili dhidi ya TRA, dhidi ya Mashujaa, ingekuwa ndio kina apply katika ligi nzima. Matarajio ni kuona kwamba mechi 7 zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara, wekundu wa Msimbazi Simba wakitekeleza vyema maelekezo ya kocha wao Steve Barker, kwamba wanapofika eneo la mwisho wawe na uwezo mkubwa kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu wakifanya hivyo ndipo ambapo hakika wataweza kuichallenge vya kutosha Yanga, watani zao wa jadi, katika mbio za kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26, lakini pia kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Maana mataji hayo makubwa zaidi kwa ngazi ya klabu nchini kwa misimu 4 mfululizo yamekuwa yakitwaliwa na watani zao wa jadi Yanga. Silaha moja wapo kwa Simba kuendelea kuichallenge Yanga ili kuleta uhondo sasa kwa wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini ni pamoja na kuimarisha eneo lao la kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu wakifanya hivyo watakuwa wanajihakikishia nasibu ya kufunga mabao mengi na hatimaye kupata matokeo mazuri. Je, ni nguvu ya soda tu ama